Jana tuliona kuwa ushahidi wa kuingia mwezi wa Ramadhani unakubaliwa hata kama shahidi huyo atakuwa mmoja, na tukaona kwenye zile riwaya ambazo zimetaja kwamba mashahidi wawe wawili, min babi aula, ni katika mlango unaoonyesha ubora zaidi. Na tukawa tukiendelea bado kuifafanua nukta hiyo, tukakomea katika maelezo wa wajhu dalalati anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam iktafa bi'ilani shahid al-islam wa lam yatathabbat min adalatihi al-batina fadalla dhalika ala al-ijza. Kwa hiyo tunaendelea na hadithi, si ndio? Qala wa an Rib'i ibn Hirash وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان والناس صيام، فشهد بالله لأهل الهلال من أمس عشية فأمر الناس فأفطروا. قال نسمع وعن ربعي ابن حراش، نكتوك وربعي ابن حراش عن رجل كتوك ومت من أصحاب النبي، ويمتني كتك صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بالجميع. كما ونفتاج أهل العلم وجهالة الصحابي لا تضر في الحديث، kufichikana kwa sahaba asijulikane ni nani, ikaja tu an rajulin min ashabi rasulillah, kutoka kwa mtu fulani katika masahaba wa mtume wa Allah. Kule kufichikana kwa huyu sahaba la tadhuru fil hadith, hakudhuru katika hadithi. Yani hadithi haiwezi kupungua daraja yake ikiwa imepokelewa na watu ambao ni thiqat, kisha ikawa yule sahaba ambayo hadithi hiyo imepokelewa kutoka kwake hajulikani ni nani. Maadama ni sahaba, basi kule kufichikana kwa sahaba katika hadithi la tadhuru. Limadha? Lianna sahabata kulluhum udulun, kwa sababu masahaba wote ni waadilifu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na wote masahaba pamoja na kutofautiana wale ambao almuhajirun na ansar, sabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan wa radiyallahu anhum, lakini kadhalika wa kullan wa'ada Allahu alhusna, na wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo, kuonyesha ya kwamba as-sahabatu kulluhum udulun. Qala, nasema qadima a'rabiyun ala an-nabi, alikuja bedui kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fi akhiri ramadhana, mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani, masiku ya tarehe 28 29 huko. Qala wannasu siyamun, wannasu siyamun, na watu wakiwa ni wenye kufunga. Kaja bedui kutoka huko mashamba, kaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani, wannasu siyamun, na watu wakiwa ni wenye kufunga, kwa maana wako katika funga. Qala fashahida billahi, akashuhudilia kwa Allah, akatoa ushuhuda kwa Allah, la ahalla alhilalu, ya kwamba umeandama mwezi mchanga, min amsi ashiyatan, katika siku ya jana wakati wa jioni. Akashuhudilia ya kwamba ameuona mwezi ukiandama
jioni ya siku yake ya jana, na wao wako siku ya 30 mathalan. Qala fa amara an-nasa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha watu, fa aftaru, wakafungua. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikubali ushahidi wa mtu mmoja bedui Arabi hata katika kufungua mwezi wa Ramadhani, kwa maana kutoka mwezi wa Ramadhani kuingia katika mwezi wa Shawwal. Qala wajhu dalalati, wajihi wa dalili katika hadithi hii, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, iktafa biadalati adh-dhahiri, alitosheka na uadilifu wa dhahir, fi qabuli shahadati, katika kukubali ushahidi, walam yabdu fi alhadithi, na wala hapajadhihiri katika hadithi, annahu taharra aladalata albatina, ya kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuchunguza na kutafuta uadilifu wa ndani. Hilo halijadhihiri katika hadithi. Fadalla dhalika ala aliktifai biadalati adh-dhahiri, likajulisha hilo juu ya kutosheka na uadilifu wa wazi. Ule uadilifu wake alionao wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam akatosheka nao, hakutaka kuchunguza yale ambayo yamo ndani yake mwenyewe, yani batini yake. Qala wa yakhruju bil adalati shahadatu al-kafiri, na inatoka au unatoka kwa kupitia huo uadilifu, unatoka ushahidi wa mtu kafiri. Mtu kafiri akija akasema nimeuona mwezi wa huwa kafir, mtu huyu laysa lahu adala, laysa lahu adala, ni mtu ambaye uadilifu haupo kwake, hana uadilifu, la adala lahu. Kama hakuna adala kwake, basi mtu huyu ushahidi wake hautakubalika. Qala wa yakhruju bil adalati, na unatoka kwa kupitia uadilifu, shahadatul kafiri, ushahidi wa mtu kafiri, wal fasiqi, kadhalika na mtu fasik, mtu ambaye ni fasik, ushahidi wake vile vile haukubaliki. Mtu fasik ni yule ambaye pamedhihiri kwake baadhi ya maasi ambayo ni makubwa ya kumtoa katika ule msimamo istiqama katika dini, mtu fasik. Kadhalika wal mughaffali, na mtu aliyeghafilika. Al mughaffal fi dini, ameghafilika katika dini yake, ni mtu yuko mbali na dini, ana mughafala mkubwa na dini yake. Qala ittifaqan, na hili ni kwa makubaliano ya ahli alilm kwamba ushahidi wa mtu kafiri haukubaliki, kadhalika ushahidi wa mtu alfasiq haukubaliki, kadhalika ushahidi wa mtu almughaffal aliyeghafilika pia haukubaliki, ittifaqan, kwa makubaliano ya ahli alilm. Qala lil ahadithi anifati dhikri, kwa hadithi ambazo zimetajwa si punde, ambazo zimetajwa wakati ambao si punde. Qala wala tuqbalu shahadatu sabi, na wala haukubaliki ushahidi wa mtoto mdogo. Kaja as-sabi alladhi lam yablugh sinna at-tamyiz, ambaye bado hajafikisha umri wa kupambanua au bado hajafikisha sinna al-bulugh. As-sabiyu al-mumayyiz lakin lam yablugh sinna al-bulugh, anapambanua mambo, anaweza kujua hiki ni kizuri na hiki si kizuri, lakini lam yablugh, bado hajafikisha umri wa kubaligh, ushahidi wake haukubaliki. Qala wala tuqbalu shahadatu as-sabi al-mumayyiz, na wala haukubaliki ushahidi wa mtoto mdogo ambaye ni mwenye kupambanua, wa in kana mawthuqan bihi, hata kama atakuwa ni mwenye kuaminiwa. Hata kama huyo kijana mtoto mdogo atakuwa ni mwenye kuaminiwa kwamba ni mtu anazungumza maneno ya kweli, ni mtu ana miamala mizuri, lakini maadama ni mtoto mdogo alladhi lam yablugh, ambaye bado hajabalighi, basi ushahidi wake hauwezi kukubalika. Qala lil ahadithi anifati dhikri, kwa hadithi ambazo utajo wake umekuja si punde. Qala fa inna kulla man shahida inda an-nabi
kwani hakika kila yule ambaye aliyeshuhudilia mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam biruyati hilali ramadhana, kwa kuonekana mwezi mchanga wa Ramadhan, kana rajulan aqilan baligha, alikuwa ni mtu mzima mwenye akili aliyebaligh. Kana rajulan, alikuwa ni mtu aqilan mwenye akili, balighan mwenye kubaligh. Yurshidu ilayhi, inaongoza kwenye hilo haditha Abdullah ibn Umar, zinaongoza hadithi mbili, yani hadithi Abdullah ibn Umar wa hadithi Abdullah ibn Abbas, ndio zinatuongoza sisi kwenye hilo radiyallahu ta'ala anhuma. Qala wasunnatu kama hiya aqwalun fahiya af'alun, na sunna kama ilivyokuwa kauli basi ndivyo sunna ni matendo. Falnaltazam, basi tulazimiane, faltultazam, basi zinalazimiana viwili hivi. Yani as-sunna kama hiya aqwalun fahiya af'alun, sunna kama ilivyokuwa ni maneno, kadhalika sunna ni matendo. Faltultazam, basi vinalazimiana viwili hivi. Qala, aliposema la abdin wa mra'atin, si mtumwa na si mwanamke, katika maneno ya Imam Nawawi aliposema wa shartul wahidi sifatul uduli fil asah la abdin wa mra'atin, mwanzo kabisa anayafafanua almuallifu hafidhahu Allahu ta'ala maneno haya, fa innahuma laysa min aludul, kwani hakika hawa wawili hawa, mtumwa kadhalika mwanamke, laysa min aluduli fi shahada, si katika wale ambao ni waadilifu katika shahada. Hawa hawazingatiwi kuwa ni katika aludul, wale waadilifu katika shahada, bikhilafi riwaya, kinyume na riwaya. Ala anna sunnata, juu ya kwamba sunna, qad afadat bilqasdi tabi'i linnas, sunna imefidisha bilqasdi, kwa kukusudia, attabi'i linnas, kama kusudio yenye kuifuata dalili. Sunna imekusudia shuruta man tuqbalu shahadatuhu, masharti ya yule ambaye unakubalika ushahidi wake. Kwa maana sunna imetaja masharti ya yule ambaye unakubalika ushahidi wake. Qala fa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala jaa a'rabiyun, alikuja bedui ila nabii, mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema inni raaitu alhilala, hakika mimi nimeuona mwezi mchanga. Faqala, mtume akasema atashhadu an la ilaha illa Allah, je, unashuhudilia ya kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qala na'am, akasema ndiyo. Qala, akasema mtume atashhadu anna Muhammadan rasulullah, je, unashuhudilia hakika Muhammad ni mtume wa Allah? Qala na'am, akasema ndiyo. Qala, akasema ya Bilal, ewe Bilal, adhin fi nnasi, watangazie watu, falyasumu ghada, wafunge siku ya kesho. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma amesema taraa an-nasu al-hilala, watu walioneshana mwezi mchanga. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikamkhabarisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, anni raaituhu, ya kwamba mimi nimeuona mwezi mchanga. Fasama wa amara an-nasa bis-siyam, akafunga na akawaamrisha watu kufunga. Qala fa anta tara anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, umeona hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, qabila shahadata kulli min al-a'rabi, alikubali ushahidi wa kila mmoja katika hawa mabedui, wa Abdullah ibn Umar, na ushahidi wa Abdullah ibn Umar ambaye si bedui, wa huma muslimani, na hawa wawili ambao walikubali mtume sallallahu alayhi wasallam ushahidi wao ni waislamu wawili, balighani, waliobaligh, hurrani, waliohuru, adlani, walioadilifu. Walaqad jaa dhikru ba'dhi hadhihi shuruti, na kwa hakika umekuja utajo wa haya baadhi ya masharti, wa baadhi ya haya masharti fi hadithi Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab, katika hadithi Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab, wa hadithi al-Harith ibn Hatib, na hadithi al-Harith ibn Hatib, as-sabiqina, zilizotangulia. Fata'ammalhuma, zizingatie hadithi hizo. Qala wa ikhtalafa al-ulamau, na wametofautiana wanawachuoni,
fi qabuli khabari alwahidi, katika kuikubali habari ya mtu mmoja, fi ru'yati hilali ramadhana, katika kuonekana mwezi mchanga wa Ramadhan. Qala hal yuqbalu bi tariqi shahadati, je, itakubaliwa shahada kwa njia ya ushahidi, am bi tariqi riwaya, au kwa njia ya masimulizi? Yani mtu kaona huko mwezi kisha akamsimulia mtu mwingine, na yule mtu mwingine akabeba yale masimulizi akaja kumletea kadhi mathalan ambaye anahusika na kutangaza mwezi. Sasa kwenye hili wametofautiana wanawachuoni kwenye huu ushahidi wa mtu mmoja wa muandamo wa mwezi mchanga wa Ramadhani. Je, utakubaliwa kwa ushahidi wa alanan, wazi kwamba mtu kaona yeye mwenyewe, au bitariqi riwaya, au utakubaliwa ushahidi kwa njia ya riwaya, mtu kasimuliwa akapewa habari na mtu anayemwamini? Qala wal asahhu inda al ashabi, na kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwa ashab, yani ashabu Shafi'iyya, qala annahu yuqbalu bitariqi shahada, ya kwamba ushahidi unakubalika bitariqi shahada, kwa njia ya ushahidi, litasrihi bidhalika, kwa kuliweka wazi hilo, kama ilivyowekwa wazi hilo fi hadithi Rib'i ibn Hirash, katika hadithi Rib'i ibn Hirash, qala fajaa a'rabiyani, wakaja mabedui wawili, fashahida, wakashuhudilia, annahuma ahallahu bil amsi ashiyatan, ya kwamba wao waliuona mwezi mwandamo jioni ya siku ya jana, wakatoa ushuhuda. Kwa hivyo sharti ni kwamba lazima iwe ni kwa ushahidi kwamba wao wenyewe ndio wameuona mwezi mwandamo. Qala wa li hadithi Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wa in shahida shahidani muslimani, na ikiwa watashuhudilia mashahidi wawili waislamu, fasumu wa aftiru, fungeni na fungueni. Pia mtume katika hadithi ametaja ashahada. Qala wal hadithi al-Harith ibn Hatib, na kwa hadithi al-Harith ibn Hatib radiyallahu anhu qala ahida ilaina Rasulullah, alituhusia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, an nansuka lirru'ya, ya kwamba tuanze kufunga kwa kuonekana mwezi, fa in lam narahu, ikiwa hatukuona, wa shahida shahida adlin, na wakatoa ushahidi mashahidi wawili waadilifu, nasakna bishahadatihima, tuanze ibada kwa kupitia ushahidi wao. Anasema kulluha, hadithi zote hizo, sarihatu, ziko wazi, fi dhikri shahadati, katika kutaja ushahidi, wa annaha shahadatu hisbatin, na ya kwamba huwa ushahidi ni ushahidi ambao ni shahadatu hisbatin, ni ushahidi kwa maslahi ya umma, la irtibata laha bid'awa, ni ushahidi ambao hauna mafungamano na madai kwamba kuna mtu ameuona sasa sisi tumeleta habari. Ni ushahidi wa wazi kwamba wao wametoa ushahidi, wameuona wao wenyewe kwa maslahi ya umma, la irtibata laha bid'awa, ushahidi huo hauna mafungamano yoyote na madai. Wa anna ru'yata al-hilali, na ya kwamba kuonekana mwezi mchanga, qad thabatat bi tariqi shahada, kumethibiti kwa kupitia njia ya ushahada, njia ya ushahidi. Kwa hivyo ikiwa mtu kaleta riwaya, yani masimulizi, kahadithiwa na mtu mwingine, hilo ni jambo lingine, lakini la mwanzo ambalo sheria imelitanguliza, ashabu Shafi'iyya wamelitanguliza, ni kwamba ushahidi uwe ni kutoka kwa mtu mwenyewe, awe ameuona mwezi yeye mwenyewe, usiwe masimulizi. Qala, anasema idha akhbaraka man tathiqu bihi, pindi atakapokuhabarisha wewe, atakapokuletea habari yule ambaye unamwamini, kazaujatik, kama vile mkeo, au jariyatik, au kijakazi wako, au sadiqik, au rafiki yako, au ghairihim, au wengineo, mimman ta'taqidu sidqahu, miongoni mwa wale ambao unaitakidi ukweli wake, annahu raa hilala ramadhana,
ya kwamba yeye ameuona mwezi mchanga wa Ramadhani. Walam yadhkur dhalika inda alqadhi, na hakulisema hilo kwa alqadhi. Mkeo kakwambia nimeuona mwezi, au kijakazi wako au rafiki yako au jamaa yako au mtu wako wa karibu akakwambia mimi nimeuona mwezi, na wewe unaitakidi ukweli wake kwamba ni mtu mkweli katika mazungumzo, na ya kwamba yeye hayo maneno hajayafikisha kwa alqadhi, nini kifanyike kwako? Qala, nasema faqad qata'at ta'ifatun, kwa hakika wamekata kauli kundi katika watu, biannahu yalzamuka as-sawm, katika wanawachuoni wametaja ya kwamba kuna kulazimikia wewe kufunga bidhalika. Kwa hiyo habari aliyokuletea mkeo kwamba ameuona mwezi na unamwamini mke wako ni mtu mkweli, basi unatakiwa kufunga, kuna kulazimu wewe kufunga. Qala, wa mimman sarraha biwujubihi, na miongoni mwa wale ambao wameweka wazi uwajibu wake Ibn Abdana ni al-Imam Ibn Abdana wal-Ghazali na al-Imam al-Ghazali wal-Baghawi na al-Imam al-Baghawi wa ghayruhum, na wengineo. Hawa wote hawa ni miongoni mwa wale ambao wameweka wazi kwamba ikiwa mtu atapewa maneno ya kuonekana mwezi, akahadithiwa mwezi umeonekana na mtu ambaye yathiqu bihi, anamuamini na ni mtu ambaye ya'taqidu sidqahu, anaitakidi ukweli wake, basi inatakiwa afunge, kuna mlazimikia yeye kufunga. Qultu, anasema muallif hafidhahu Allahu ta'ala, was-sawabu indi, na usahihi kwangu mimi, al-i'timadu ala i'lani al-qadhi, ni kuzingatia na kutegemea tangazo la al-qadhi pale atakapodhihirisha al-qadhi na akatangaza wazi kwamba mwezi umeonekana. Hilo ndilo umda, hilo ndilo jambo la al-mu'tamad lenye kutegemewa, muraatan litauhidi nnasi, kwa kuchunga kuwaunganisha watu, umoja wa watu, wajtimaihim, na mkusanyiko wao na umoja wao, ala al-ibada, juu ya ibada, kwa kulichunga hilo, kwamba usije ukawafarakanisha watu katika ibada, wewe subiri tangazo la al-qadhi. Na hii ni kauli ya kwake. Wa adam ikhtilafihim, na kutofautiana kwao, wattirabihim fiha, na kugongana kwao ndani yake kwenye hayo maneno. Li hadithi Abi Huraira, kwa hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fi hilal Ramadhana, Mtume alisema kuhusu mwezi mchanga wa Ramadhani, sawmukum yawma tasumun, funga yenu ni ile siku ambayo ninyi mnafunga, wa fitrukum yawma tuftirun, na kufungua kwenu